Haya, leo natuma salamu kwa wakaka wote ambao ni mabachela. Njoni hapa tuzungumze. Yes, wewe kaka, hakikisha unajitegemea kila kitu. Salamu ziwafikie. Shosti, tusemezane. Haya, leo natuma salamu kwa wakaka wote ambao ni mabachela. Njoni hapa tuzungumze. Wewe kama umeamua kuwa bachela, umeamua kuishi mwenyewe, hakikisha unajua kupika. Hakikisha unajua kufanya usafi. Hakikisha unaweza kujitegemea. Kuna watu ambao mmejifanya ni mabachela, ampiki, hamuoshi vyombo, hamfanyi chochote. Sasa huo bachela wako wa nini? Ndio maana mnakimbilia kutembea na wadada wa watu na kuwafanya ni mnasogea tuishi kwa sababu ya kuto kuweza kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo hakikisha wewe ni bachela, unaweza kujitegemea. Kujitegemea inamaanisha unajitegemea kila kitu. Kujitegemea inamaanisha unaweza kupika, unaweza kufua, unaweza kufanya usafi, unaweza kufanya vitu vya kibinadamu. Lakini kama wewe ni bachelor ambaye ukitaka kupika inabidi umpigie girlfriend aje, ukitaka kupika inabidi ulale na huyo mama ntilie hapo ili upikiwe, ukitaka kufanyaje? Hapana. Wewe sasa unakuwa sio bachelor. Wewe unakuwa ni mkaka ambaye hujielewi. Yaani kwa maana gani? Kwa maana kwa sababu vitu vipo mitandaoni, jifunze basi hata kupika hata chai. Kuna watu hata chai kuchemsha hamjui. Hatuwezi kusema kama malezi ya mama hatuwezi kuyasema hapa. Wewe una miaka 30 hujui kupika chai, tumlaumu mamako. Mbona vingine umeweza kufanya bila yeye? Wewe unashindwa kuchemsha nyama hapo mpaka umuite girlfriend, tumlaumu mama? Hapana, tunakulaumu wewe, mtu mzima ambaye umeamua kufanya hayo maisha yawe magumu kwako. Kwa hiyo kama unajitegemea, wewe kaka, yes, wewe kaka, hakikisha unajitegemea kila kitu. Usitumie wadada wa watu hapo kama vijakazi vyako, unabadilisha huyu Anita, huyu Aneti, huyu nani, kisa tu huwezi kufanya. Jiheshimu wewe kaka. Kama umeamua kujitegemea, umeamua kukaa mwenyewe, hakikisha vitu vyako unaweza kufanya. Salamu ziwafikie.